Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP ambaye ni wakili na mwanaharakati Martha Karua ameandika barua kwenda kwa mashirika mbalimbali ya bara la Afrika akitaka hatua za haraka zichukuliwe kwa serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kukamatwa na kuteswa kwa mwanaharakati wa haki za binadamu Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Atuhaire kutoka Uganda. Katika barua hiyo iliyowasilishwa kwa Umoja wa Afrika AU, Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Sekretariat ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Martha Karua ameeleza kuwa kukamatwa wanaharakati hao ni uvunjaji wa viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na kunahatarisha maadili ya kidemokrasia katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa Karua, wanaharakati hao walikuwa sehemu ya ujumbe wa waangalizi kutoka Afrika Mashariki waliokuja hapa Tanzania kufuatilia kesi dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Hata hivyo, walipowasili walikamatwa na kuwekwa kizuizini bila mawasiliano na mamlaka za Tanzania wala mamlaka za nchi zao. Amesema ukamatwaji wa Mwangi na Atuhaire ulitanguliwa na kufukuzwa nchini kwa waangalizi wengine 6 wa kimataifa wa kesi hiyo, wakiwemo aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya David Maraga, aliyekuwa waziri wa sheria Martha Karua na mwanachama wa baraza la chama cha wanasheria wa Kenya waliowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kwa ajili ya jukumu hilo. Karua katika barua hiyo ameeleza akirejelea tukio la Jumatatu Mei 19 ambapo waliwasili Tanzania wakihitaji kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Karua ameainisha madai 10 kwa mashirika ya jumuiya na kwa washirika wa kimataifa ili kushughulikia swala hilo, ikiwa ni moja ya kuitaka jumuiya hizo zitume barua rasmi za kidiplomasia kwa serikali ya Tanzania kuomba maelezo kuhusu mahali alipo Atuhaire. Hata hivyo, Atuhaire amepatikana leo asubuhi katika mpaka wa Tanzania na Uganda Mutukula akiwa ametelekezwa. Madai mengine ni pamoja na kuweka mifumo ya ufuatiliaji wa haki za binadamu na kuomba ruhusa ya kufanya uchanganuzi kuhusu madai ya kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria na mateso. Dai lingine ni kulijadili suala hili katika mazungumzo ya pande mbili ya serikali za Tanzania, Kenya na Uganda, wakisisitiza umuhimu wa uwazi na kufuata taratibu za kisheria. Dai la 4 ni kuratibu taarifa ya pamoja ya kidiplomasia inayoonyesha wasiwasi juu ya kutoweka kwa nguvu kwa raia wa Afrika Mashariki na kuwataka waachiliwe mara moja. Dai la 5 ni kushirikiana na Sekretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuitisha mkutano wa dharura kujadili ukiukwaji huu wa itifaki za kikanda kuhusu haki za binadamu na utawala wa sheria. Wakati Karua akiitisha wito huo, mwanaharakati Boniface Mwangi ametoa simulizi kuhusu mateso aliyodai yeye na mwanaharakati mwenzake kutoka Uganda Agatha Atuhaire walipitia walipokuwa wakishikiliwa hapa nchini. Mwangi ambaye aliachiliwa Alhamisi ya Mei 22 baada ya kushikiliwa tangu Jumatatu, alieleza kuwa yeye na Atuhaire walikuwa wameenda Dar es Salaam kuonyesha mshikamano na kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu. Hata hivyo, wakili wa Boniface Mwangi amemtaka Rais wa Kenya William Ruto na waziri kiongozi wa baraza la mawaziri nchini humo Musalia Mudavadi kuchukua hatua dhidi ya Tanzania, ambapo amesema kuwa ikiwa hawatafanya hivyo basi wakili huyo na mteja wake Boniface Mwangi watachukulia swala hilo katika jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, hakufafanua zaidi ni kwa namna gani anahitaji sheria zichukuliwe. Wakili huyo amesema kuwa waliomtesa Mwangi anawafahamu na kwamba anaweza kuwatambua. Hii ni Msasa Media. Endelea kuwa karibu nasi kwa habari zaidi. Kwenye mitandao yote ya kijamii tunapatikana kwa jina la Msasa Online. Tufollow ikiwa bado haujafanya hivyo. Msasa, kisasa zaidi.